Utafiti mpya uliofanywa nchini Kenya umeibua wasiwasi baada ya kubainika kuwa 78% ya sampuli za mboga zilizochunguzwa zilikutwa na mabaki ya dawa za kuwaua wadudu, huku baadhi zikiwa na viwango vinavyozidi mipaka ya usalama wa kimataifa. Wataalamu wanaonya kuwa matumizi ya muda mrefu ya chakula chenye kemikali hizo yanaweza kuongeza hatari ya magonjwa sugu kama vile saratani na matatizo ya homoni. Mwandishi wetu wa Nairobi, Shisia Wasilwa, na kina cha taarifa hiyo. Onyo hilo linatokana na utafiti wa hivi karibuni uliofanywa na kundi la watafiti usalama wa chakula na kilimo uliobaini kuwa sampuli za nyanya, sukuma wiki, mchicha na vitunguu zilikuwa na 78% ya mabaki ya dawa za kuua wadudu. Nyanya zilitajwa kuwa miongoni mwa mazao yaliyoathirika zaidi. Wataalamu hao wameeleza kuwa changamoto pia inachangiwa na kuingia kwa dawa za kuua wadudu zisizoruhusiwa kupitia mipaka ya nchi, jambo linalodhoofisha juhudi za mamlaka husika za kuhakikisha ni kemikali zilizosajiliwa pekee zinazopatikana sokoni. Dr. Eustace Kiari ni afisa mkuu mtendaji wa mtandao wa kilimo hai nchini Kenya. Kwanza tulipata mabaki ya kemikali za kuua wadudu kwenye mazao yaliyokuwa yakipelekwa katika masoko ya Githurai, Muthurwa, Kangemi na Nakuru. Nakuru market. Uchunguzi huo pia ulibaini kuwa si mboga zote zilizoathirika kwa kiwango sawa. Mchicha ulikuwa zao la pili lenye viwango vya juu vya mabaki ya dawa hizo. Watafiti wanasema sukuma wiki ni hatari zaidi kwa sababu majani yake yenye mikunjo hushikilia kemikali kwa rahisi, na kwa kuwa huliwa yote, mabaki yoyote yaliyosalia huingia moja kwa moja mwilini. Hata hivyo, Dr. Nduhio Gitahi, mtafiti katika chuo kikuu cha Nairobi, anasema utafiti huo umeonyesha kuwa kuosha na kuloweka mboga kwa takriban dakika 15 kabla ya kupika kunaweza kupunguza mabaki ya kemikali. Aidha, tuligundua kuwa kemikali 8 zilizopatikana katika vyakula hivyo zimeainishwa na Shirika la Afya Duniani kuwa na kiwango cha wastani cha hatari kwa afya ya binadamu. Kutokana na matokeo hayo, wataalamu wameitaka serikali kuimarisha mifumo ya kuhakikisha usalama wa chakula nchini, huku wakulima wakihimizwa kutumia dawa za kuua wadudu kwa kuzingatia viwango vinavyopendekezwa ili kulinda afya ya walaji na mazingira, kama anavyoeleza zaidi Brenda Sikolo, afisa mkuu usalama wa chakula katika Wizara ya Afya nchini Kenya. TCPB who have the mandate. Chochote kilichokataliwa hakifai kupatikana sokoni. Ijapokuwa tuna changamoto, mipaka yetu sio salama, kwa hiyo hizo dawa za kuua wadudu zinaingia. Still find these pesticides coming in. Watafiti wanasema matokeo hayo yamaanishi kuwa kula mboga za Kenya kutakufanya ugue mara moja, bali kunaonyesha kuwa kuendelea kupata kiasi kidogo cha kemikali hizo kwa muda mrefu kunaweza kuchangia kuongezeka kwa magonjwa sugu mwilini. Utafiti huo unapendekeza idara husika kufanya uchunguzi wa mara kwa mara kwa mazao yanayouzwa masokoni.